kwa wakati wa furaha tu. Wema wako pia wakati hata wa machozi. Wema wako haupimiki kwa majira fulani tu. Wema wako ni kila wakati na kila mama, kama mnapita picheni kuna watu huko nyuma.
mnaingilia misafara kama leo mnabaki kimya. Hata sisi nitawaleta baadaye. Hawa kina Liza watakaa chini na kina Kisha watakaa chini. Nitaleta yule Uhuru binafsi. Ndio watakaposhangaa Wamasai kwamba na sisi tumbo atakapa kwa vumbi. Tujipigie makofi kwa ajili yetu tafadhali. Asanteni sana baada ya kualika familia hizi mbili kubwa za wazazi wa harusi wetu wa leo, Mjilislaza pamoja na mchungaji Tisho, niombe kwa heshima nianze kuleta kina dada na kina kaka watangulizi wa msafara huu, na hatimaye tutawaalika wasimamizi. Lakini ukishakuwepo hapa, mgeni wangu mwaliko kwa umoja wetu, kama ni mara ya kwanza kuhudhuria, akina mama wote mkishakuwa mko hapa, umecheza, unajua kuna vitu vingi ambavyo vipatani ukiwa kwenye shughuli. Vitu hivyo ni makeup na jasho, havipatani. Au mnasemaje? Makeup na jasho havijawahi kuwa marafiki. Ukiona makeup imepoteza ubora, kina mama, sabuni ya bure kabisa, kuna kiingilio bila gharama yoyote, na kina baba sabuni ya kulisha tai, mlango uko pale. Kina dada mnaanza karibu tayari kuanza kuja kumbe nzuri.
mpo? Nauliza mpo? Hebu nisikie vile vigelegele na shangwe za Kimasai mpo anapooa. Hebu tunaelewa nini kwa ajili ya Ramadhani. Sasa nyinyi wengine wote tulieni. Nataka nisikie za Kimasai. Kwa Masai ndio kabila duniani wafugaji wakubwa. Ndio mabingwa kupiga virusi ng'ombe akageuka alikotoka. Ndio mabingwa kupiga mrusi ng'ombe akasimama alipo. Hata kina Liza naomba msiniangushe, ninawaamini. Naomba nisikie vigelegele vya Kimasai na virusi ya Kimasai. Nyinyi nyote hitu linakuja zamu yenu. Mara baada ya kupokea mali nitakuja. 1, 2, vigelegele nisikie na virusi. Sasa hiyo vigelegele wamepiga wa baba na mama, sauti zimenyoka. Sasa hawa ndio waliotoa mahali. Ngoja waliopokea mahali, sikiliza sasa. Vile vigelegele vya furaha vya Kimasai, mara baada ya kupokea mahali yote toka kwa kina Liza amdai hata shilingi 1. Asikie mbuzi wa mzee. Mzee, natamani sana nisikie mruzi wa Kimasai mara baada ya kupokea mahali na ng'ombe zote kwa kina Liza amdai hata shilingi. Mkifurahi wao mnafanya 1, amesema kijana anafanya 2, 3 ndio nimesikie. Wamasai oye! Dr. Mgaya, mimi nimekubali. Yaani sasa mdogo Dr. Mgaya. Amesema msita badali sana ni mmoja thing ndio kabisa sawa baba. Vijana wakati Dr. Mgaya tabana. Natambua. Kwanza mimi ni shemeji na mfahamu Dr. Mgaya. Nafahamu. Sio mweupe kama mimi yeye mweupe mara 3. Sio nizagreni sana, Mungu awabariki kwa kukubali na kujitoa kwa ajili ya ndoa ya ndugu zetu Liza pamoja na Kijitisho, na leo wao pia wameingia kwenye chama kizuri, chama kikubwa, taasisi ya wanandoa. Naamini mmekubali kupokea wito kuendelea kuwalea na hatimaye na wao waendelee kuyala mazuri na matunda matamu ya ndoa. Naomba muinue mikono juu kwa mmoja wenu kwa sababu zao wengine walikana na hiyo upendo. Makofi jamani kwa dunia. Asante sana. Baada ya kualika wasimamizi wa ndoa hii, niombe kwa heshima kwa wageni wangu walikwa niwalete maharusi wetu. Lakini kabla sijawaleta maharusi rasmi, naomba tukubaliane mimi na ninyi, wewe na jirani
Kwa nafsi wangu, mimi ndo mwinjilisti wa zamu leo. Nikisema unasimama, unakaa. Kesho baadaye mimi kimya mpole wakati niambia mimi amina baba. Tumeitishwa mimi ndo mchungaji wa zamu. Kama nikitumiwa hapa utatubishwa tu mimi. Usiangalie kona, angalia moyo wa ndani. Niomba upokeni walioshikamana mkononi hivi. Safi kabisa. Sasa hapa wale wenzangu na mimi ndo mwe makini hapa kuangalia kwamba haya mambo kumbe yanataka uchungaji wala mwinjilisti. Baba, mwekee mkeo. Sisi ndo mchungaji. Ukibisha sakramenti mimi ndo ewa, ndiye, yuko wewe ndo mwamba unaye hapo wewe. Mama sai niseme. Sisi kwetu Masaini hakuna mtu mfupi, mimi ndo mfupi wa mwisho. Sogea kwa mkeo wewe, kama mtu hayupo hapa. Wakristo wewe. Tunaikisha, hamna namna. Ndio mambo yenyewe mazuri ya duniani hapa. Pongeze mumeo. Na shida gani? Wewe. Piga makofi na mambo yao. Watu naomba wateseka hapa. Anayeteseka nyoshe mguu. Kama masuala tugeukie tazame kwangu. Sasa natamani kabla mjawasalimia wageni walikwa, sisi wa Masai kati ya siku ambazo tunaweza kufurahi siku kwenye kama hizi, naomba sasa mcheze Kimasai. Sasa je, na sifa ya Masai mabega yetu yanashoka kuziko vizuri yani. Mabega ya studio na watu wawili kama ndio sasa. Ayo mono beso, ayo ni shosho beso, never go ya. I say shosho beso, ayo mono beso, ayo ni shosho beso. Ah,
familia tafadhali, kabla hatujafungua champagne, nikombe bwana harusi wangu Liza mtambulishe mkeo, majina yake yote mazuri mazuri na yale ambayo mama mkwe hayajui, mwambie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Nganisi Sanino Tisho. Hayo ndio majina yake. Kweli bwana harusi, unataka swali, unataka useme hujaelewa swali. Nimekupa swali hapo nikajaza na majibu. Kwa nini unanifanyia hivi mwinjilisti? Mwinjilisti, mama mkwe hayupo. Sasa mkuu wa seminari yupo pale. Kaka Liza yuko hapa, nataka ajue umemwandika hilo lilosema kanigo tisha kwa hiyo simu. Umeandikaje? Kwenye simu nimeandika Entitosida. Onyao chimachiba na yeye sana sio nzuri. Wala kuita mla mwana kulipata. Nijislaza unijifanyia mingu bwana wewe. Tutajadiliana kesho. Ili tambulishe mumeo kwa majina yake yote mazuri mazuri na lile ambalo umejaza kwenye simu, tuambie baba mkwe yuko pale. Huyo aliyeko upande wa kulia ni mume wangu mpendwa, anaitwa Yohana Liza. Ndio majina yake. Hayo majina si ya ubatizo na ya kipaimara, yale ya utitu. Aha. Sasa mchungaji, mimi ndio mchungaji wa zamu. Swali sasa kwa mchungaji. Mimi sio mchungaji wa zamu. Kwa mara ya kwanza mchungaji Tisho. Sema Mbona mnapopenda mambo? Acha uchochezi huo nini? Mnakutana na Liza, mlikuwa wapi? Najua ilikuwa kanisani, mlikuwa kwenye kipindi gani? Cha kusifu na kuabudu, mkesha wa Krismasi, kesha wa mwaka mpya. Ilikuwa wapi? Kwa mfano, mara ya kwanza tulikutana chuoni Kibugala, ndio anaenda kumwagilia miche. Umeona bwana? Kumbe chuo ndio kuna adabu za kumwagilia bustani. Liza, unasemaje kwa mara ya kwanza? Alimwambia kanisaidie kumwagilia miche. Wapigeni makofi jamani kwa ajili ya. Jamani, maisha ndio haya bwana. Kama maisha ukiyakunjia sana shati ya utoboi. Na ukivaa umepima haya maisha unajua mimi sina hata mia. Utoboi. Wakati mwingine waambie nalo litapita, maisha yanasonga mbele. Tumpigie makofi Mungu wa mbinguni. Na mtu yuko hapa ameanza kuwaza hivi kesho ndio kikoba. Kikoba achana nacho kinajisumbukia. Hata wewe unafikiri kama unajua mtu asiyejasiri vikoba acheze sio? Yaani mtu asiyejasiri asiaminika hawezi kukopesheka. Kama wewe unakopesheka unadaiwa na mtu, mwambie nipige kifua mara 3 baba yako. Ndugu yangu, kama unadaiwa kukua kwenda kulipa, acha kujipiga kifua bwana. Geramba lipa. Mara baada ya utambulisho mfupi naomba tufungue champagne. Daktari, karibu ndugu yangu. Asante. Mbarikiwe kwa mtumishi. Asante sana. Na mimi najua Dr. Mbaya wewe unakamilisha yale maandishi kwa kwamba Bwana mpende kwanza jirani yako. Halafu mwingine yote atakuja. Naomba alikuwa naomba tufungue champagne. Ziko mbili, naomba mtu wa pili aongezeke. Hatimaye twende moja. Sio tutamani kabisa. Tufungue champagne zetu tafadhali. Na hatimaye tuweze kuendelea na ratiba zinazoendelea sana, lakini wale wenye zawadi pia waendelee kujiandikisha kama tamu ya mapokezi pale. Naomba nisulie pale champagne zetu. Kwa mmoja wetu.
bibi harusi tabara. Amkubu. Mama. Hata mimi kwa heshima naomba chukua glasi naomba mkusudia. Leo nataka tupate mila Kimasai. Hapo ni mama na mkubwa wawili kama milioni 2. Chezea Wamasai bwana wapo mama na mkubwa. Yaani mtuonyeshe furaha yenu kwa binti yenu kupata mmewe leo, na leo mmeshuhudia. Mtazamani, mama anaona aibu, usione aibu. Mahali ulipokea kuna shida gani mama? Mtazamani amesema wewe binti wewe anamponyeza. Amesema mama usijali mimi ndo nimeondoka hivyo. Yaani kama mkao mbele wamesema nyenyewe. Mama na mama mdogo twende kazi. Nyoshane tu hapo, kuna shida gani? Nyoshane hapo. Na nyuma utapita hapo kwa kwanza msipiti kwanza. Msipite kwanza. Tale. Ndio. Mama na mama mdogo wamenifanyaje? Masai hoye. Masai hoye. Hoye hoye hoye. Hoye wa Masai. Mwamba fanya kazi. Fanya mambo yako. Haya wewe mtu, twende kazi. Nyoshe mwamba. Naangalia kwa mbali kabila ambalo mbinguni lina kiti chake ni Wamasai. Nipigeni makofi. Pia kwa kweli bwana. Yaani safi. Hata mambo mengi. Niombe bwana baada ya haya wageni wangu waliko kiinuke na vinywaji vyetu mkononi. Kila aliyesikia afanye hivyo nilivyomwambia. Niombe kila mtu ainuke na kinywaji chake tafadhali. Naomba tuingie na vinywaji. Kama una kinywaji, inuka na hiyo ngumi kidafu utakwambia cha kufanya. Utagonga cheers, kulia na kushoto nyuma na mbele. Mwisho wa siku utamiminia kwenye kinywa chako kipoze kidogo. Kwa afya ya harusi wetu, kwa afya yako mwenyewe, kwa afya ya Wamasai. Yeah.
Asante. Karibu baba. Wataiteketeza hii mbuzi uso kwa macho. Ndugu yangu, naomba wasogezee kisu hicho. Sasa, kama yanamkeo sogezi mbele. Kidogo mbele. Chukua kisu kimoja hapo. Ewa. Shikia mdomo moja. Mtaikata hiyo ndafu kwa ishara. David. Mtaikata hiyo ndafu kwa ishara. Natumai ndugu zetu atawasaidia. Ndugu yangu, rudi kidogo. Rudi kidogo. Ewa. Sogea kidogo mbele na ruhusu wangu. Sogea kidogo. Ewa. Sasa wapi mtakata ni chaguo lenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kata ndafu makofi la Bwana. Nimeshazungumza. Kuna watu wamekaa hapa, yuko na mchungaji yuko hapa anaangalia migongo ya Wakristo. Ni Jumapili ushirika haupo. Mtakaa. Hivi nauliza, hivi Mchina mliwahi kumpigia magofu kuleta smartphone? Maana simu zinatufanya tuwe busy unapiga sasa ukiuliza unapiga picha unapanga wapi? Utasikia tu kama kwa simu hiyo wajukuu zangu miaka kwamba tuwewe kuwa na ndafu na mchungaji kwa live. Sawa? Hapa sote tumeshaanza kutashangaa wamesimama tena. Amewasimamisha nani mimi? Nikombe ndugu yangu wanali kama wanali. Kaka mkubwa. Hello, wanali kama. Osana ape. Oh. Yanirudisha. Wasimamizi wetu tafadhali naomba mwanze ninyi msije mkasahaulika na hivi vitu vizuri ndugu yangu. Hii picha ikipigwa utaposti mpaka Ulaya. Chukua kimoja tu. Aha, madam. Sawa. Au ndio walioshika nchi bwana saizi lazima waheshimiwe. Ewa. Sasa tukubaliana na kitu. Ndio basi, zamani. Mwache wivu bwana. Nganda kula mwenyewe nimesema amesema mimi si badala yake na kula mazuri mtamu yetu sasa. Ungeza nisamee ndo Ulaya kama zabauni. Laita mmoja na mkeo. Sasa maneni kwa raha zenu. Kwa umoja ninyi sasa ni mwili mmoja, ni mume na mke. Kikubwa tu cha kwenda kumwomba Mungu aendelee kuisimamia hiyo ndoa yenu hata sasa na ikaishe vizuri. Kidogo tu. Shetani hayuko likizo. Mwijisilaza ujue, chungaji wangu bibi harusi ujue. Yaani shetani yuko kazini. Na shetani kati ya vitu anavyopenda kuvifanya ni kusambaratisha ndoa za watumishi ili kusudi watumishi washindwe kutumika madhabahuni. Kwa jina la Yesu ushindwe na ulegee katika jina la Yesu. Sema amina. Nishoneni kwa lazeni. Ewa. Tumpigie makofi. Kwa hiyo tamwe. Atudanganye
know? Shemeji, sisi wa Masai kati ya vitu ambavyo tunavipenda kuliko vyote ni nyama. Chukua kipande kimoja, mlishe baba. Makofi jamani kwao. Safi kabisa. Naona hii. Hata kuna mtu anasema MC na nini hapa nianze weka tu. Kwa hiyo tunaweka mama na maondogo hapa. Watu wakilishe bwana. Karibu kipande kimoja tunasituoje. Najua mnakula kila swali leo ni kuongewa. Hapa mara baada ya mamsongo na wasimamizi jua haya mambo haya mwingizi wako leo amesababisha haya mambo kwa seminari haya mambo yanaenda mambo ya wajaji mwingizi amesema tafadhali MC utapata mana hata mchungaji Satro kilichobaki kibali namna damu jamani wapigeni makofi yalikuwa ndafu basi. Hata mwingine anasema nipige makofi kwa ndafu ujala. Wewe. Mtitu sio bietu kabisa. Sema hiyo biashara ya wise sana. Kuna wachungaji wanaopenda mpira wa miguu. Hata mshabikia tu timu fulani labda ya Namungo FC huko. Yule kule madhabahu. Ndio shabiki wa mpira. Timu gani unashabikia? Utasikia Simba. Daktari, umekuwaje unanifanyia? Sasa naomba nifanye jambo moja kabla sijawaruhusu kupumzike pale. Natamani tuje tuwapongeze kabla ya zawadi na utambulisho mwingine utafuata. Natamani tuwapongeze maarufu. Mnasemaje? Tuje tusije? Msemaje? That's you. Hata niombe familia yake na Liza tusimame. Safi kabisa. Tusimame. Mwenye 5,000, mwenye 10,000, mwenye milioni, mwenye tunaacha. Yes. That's
Mwingine yupo kule amekaa nyuma. Neema, naomba upige mkono. Lilian sijamwona, yuko wapi? Lilian. Amina. Lakini pia nipende kutambua wadogo zangu wote walioko hapa, naomba msimame kama mpo, wadogo zangu wote nipende kutambua pia uwepo wa shemeji zangu wote, kwa umoja wenu msimame. Sijakuwa nimesimama. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa mama mdogo, naomba msimame. Nipende pia kutambua mama yangu wa Morogoro ambaye ndio anafikia kwake, familia ya Mr. and Mrs. Mbapa. Asante. Nipende kutambua uwepo wa wana kaskazini wote, wasimame kwa umoja wetu. Asante. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa kaka yangu ambaye ni mmoja anayefika kati yetu, asimame pia mtoto mtambua. Asante. Nipende pia kutambua uwepo wa watoto wangu, wanangu, japo wote ni wachanga, lakini msimame msimame na watoto wenu. Asante. Nipende pia kutambua uwepo wa baba yangu na rafiki yangu pia, mtheolojia Peter na Masita. Nipende pia kutambua uwepo wa mkurugenzi wa kampuni ya Kijosho kutoka Njombe kama amefika. Nipende pia kutambua uwepo wa wanafunzi wote kutoka Kidugana. Barikiwa sana. Nipende pia kutambua uwepo wa wachungaji popote walipo, wasimame kwa umoja. Asante, mbarikiwe. Nipende kutambua uwepo wa wainjilisti wote, naomba wasimame kama wapo. Amina. Nipende kutambua uwakilishi wa umoja wa wainjilisti mwaka 2021. Uwakilishi. Amina. Asante kwa kufika. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa Kristo wangu kutoka Betheli kwa umoja wenu. Mungu awabariki sana. Na wale viongozi wengine wote wa mtaani, wazee wa kanisa, kamati mbalimbali, idara mbalimbali. Nipende pia kutambua uwepo wa wanakwaya wote kwa jukwaa ya upendo, kwaya vijana, praise, kwaya ya chipukizi kama wapo, kwa Bethania, kwaya ya ufunuo, kwaya zote kwa ujumla wasimame kama wapo. Amina. Nipende pia kutambua uwepo wa Wakristo wote kutoka mtaa wa Ebenezeri, wote kwa umoja tusimame. Wakristo kutoka mtaa wa Kanani, Wakristo kutoka mtaa wa Makambako, barikiwe. Kutoka Mji Mwema, shirika Mji Mwema, kutoka mtaa wa Magegere. Asante. Nipende pia kutambua uwepo wa watu kutoka Mbeya kwa ujumla wenu, kutoka Mbeya. Okay. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa uongozi wa jimbo kwa umoja wetu. Simani viongozi wa jimbo, mwana karani. Asante.
Napenda pia kutambua uwepo wa mamangu mlezi aliyekuwa ananilea toka pale Betheli mlikonichukua ndiko nilipokuwa naishi. Amenitunza kama mama yangu, kama mwakilishi, naomba asimame kama yupo. Karibu usogee kwa upekee wako. Piga msikia jamani. Yesu Karibu. mwamba imara. Unajua ukishakuwa mjisazi wewe kwa mama mwenye nyumba kama huyu, hata usipolipa kodi hana haraka na hela. Sikuwa nalimo fulani. Pigia makofi mama, mbele. Kama basi endelea kumlea mwanao uliko na sasa amekupa mkamwana. Umeona sasa? Wewe mama unafikiri hapo ndio kwanza. Mama unafikiri hapo sasa ni kama wewe umepewa. Sasa wewe kamfuko toa ya kwako lete. Hiyo kamfuko. Chezea mama mwenye nyumba. Wewe ni yombe sasa. Asante sana, barikiwa Bwana. Asante Bwana, barikiwa. Mama. Wewe nyingine kwa mama. Mama waliona bwana. Sasa hiyo chukua. Wewe bwana, kachange 5,000 lete hapo. Sema mimi. Hauna mimi baba. Asante, lakini pia pale nilipokuwa chuoni kuna familia moja ambayo imejitolea kunitunza, familia Mdeka kutoka ushirika wa Amani. Kwa umoja wenu kama mmefika. Familia Mdeka iko pale. Asante sana. Barikiwe na Bwana. Sio kama kuna mtu anamsahau. Madije wote. Madije tumekumbuka. Pugeni mikono ndugu zangu. Tunakubali sana. MC. Tunakubali sana. Asante. Bado wanakamati wote kwa ujumla. Kamati ya maandalizi kwa umoja wenu, pugeni mikono. Tunakubali sana. Mpige picha. Tunakubali. Waandaji wa keki, ndafu pamoja na keki nyingine. Yaani waandaji wa keki kwa mbange na fadhali. Kwaya ya Kesheni. Kesheni. Wako wanakesha pale. Sawa. Bila shaka kama kuna mtu mmemsahau, anisame sikuwa na nia hiyo. Asante. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu tafadhali. Asante. Kwa sote kwa jambo hili lakini pia lisho familia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nipende kutumia nafasi hii kutambulisha familia yangu. Kwanza kabisa baba yangu mzazi alikuwa ibadani, lakini kwa sababu ya changamoto ya kiafya
ameenda kupumzika, hajaweza kustahimili kukaa ukumbini. Lakini amemtuma mwakilishi babangu mdogo Mtheolojia Peter Mama. Asante, naomba nimtambulishe mamangu mkubwa mlezi, mama mkubwa mlezi. Asante, naomba niwatambulishe mama zangu wakubwa wengine wote. Mama wakubwa wengine kwa naomba nimtambulishe mjomba wangu aliyeko hapa, naomba asimame na kupunga mkono. Asante, niwatambulishe kaka zangu kutoka Mbeya, Chimala, naomba wasimame wapunge mkono. Nashukuru, naomba nimtambulishe shangazi yangu aliyepo hapa, naomba simame apunge mkono. Asante, naomba niwatambulishe dada zangu wote, naomba msimame mpunge mkono. Asante, naomba ni watambulishe wanakwaya wenzangu wa kwaya Kesheni waliokuja kutoka Kidugala, naomba wasimame wapunge mkono. Asante, ni watambulishe walimu wangu wa Kidugala chuo cha Biblia, naomba wasimame. Walimu wangu wa Kidugala chuo cha Biblia, naomba wasimame wapunge mkono. Asante, pekee nitambulishe mkuu wa seminari ya Kidugala. Mchungaji Rupenza yuko hapo. Nimtambulishe kakaangu ambaye anasimama niliposema, maana alisema kaka wa kutoka Mbeya. Kakaangu ambaye yuko Makambako, mchungaji Daudi Saturi. Asante. Nafikiri nimemaliza. Amepigwa na kitu kizito. Hauna baya bibi harusi, ndio kwa umuhimu tu. Neno. Naomba nimtambulishe mamangu ambaye amesimamia siku ya leo, naomba apunge mkono. Asante, nimtambulishe pia babangu ambaye amekuwa akinilea mara zote ninapokuwa Makambako, Mzee Mbeyela, naomba apunge mkono. Chifu. Nashukuru. Mbinguni una kiti chako. Naomba nimtambulishe mwakilishi wa wachungaji kutoka Morogoro, Mchungaji Recho. Mchungaji Recho yuko hapo. Asante madamu. Naomba niwatambulishe uwezo wa watumishi kutoka Kidugala kama wapo, uwezo wa watumishi, uwezo wa wachungaji Kidugala. Asante. Naomba sasa nitambulishe mume wangu kipenzi Mwamba. Asimame na kupunga mkono. Baada ya utambulisho huu, niombe kwa heshima nami pia nichukue nafasi nyingine, wakati mwingine mzuri kutambua uwepo wa watu wachache nitakaobahatika kuwataja kwa itifaki zao. Kwanza nikianza na mchungaji wetu wa usharika wa Ebenezeri, yeye pamoja na mwenzi wake, naomba nitambue uwepo wenu, apigeni makofi kwao. Kipekee nitambue uwepo wa bwana harusi mtarajiwa, mwana theolojia. Ima kwa? Ima? Ima njoo, wewe piga mziki, njoo hivi. Waliotuandalia chakula si wengine ni Mama Baraka Catherine. Nilikuwa Mama Baraka, nilimwona hapa mama mwenye baraka la blue kichwani hivi, atakuwa yuko pale na ndio mazingira ya chakula, lakini pia